Habari yako, ukikosoa sera za Saudi Arabia za kimataifa, Waislamu hawakukosoi, wanakuunga mkono. Lakini ukikosoa sera za Israel za kimataifa, Wakristo wanakuhukumu, wanakuambia kwamba wewe kwa nini unaikosoa Israel? Sasa hiki ni kitu ambacho huwa kinanishangaza sana, lakini hakinishangazi kwa sababu ninafahamu ni kwa nini Wakristo wako hivyo. Sasa siku hii ya leo, hebu nichambue hili jambo. Hapa duniani kuna dini zinazojulikana mbili, ndio zinajulikana sana duniani kote. Dini ya Kikristo na dini ya Kiislamu. Lakini kuna dini nyingi, pengine zinafika hata 1000. Hazijulikani sana. Kwa nini hazijulikani sana? Kwa sababu dini nyingi za hapa duniani hazikutumika katika kuchukua makoloni. Dini ya Kikristo na Kiislamu zinajulikana sana duniani kwa sababu zilitumika katika kubeba makoloni duniani kote. Wanasiasa wa Kiarabu na wanasiasa wa Kizungu wakati wanaenda kuchukua makoloni walikuwa wameshika Biblia na Quran. Kutokana na hilo, kwa kila walikoenda wakawa wanawaambia watu tunawaletea dini, lakini nia kuu ni kucontrol maeneo. Kwa hiyo kupitia hilo dini ya Kiislamu na Kikristo zikawa maarufu sana ulimwenguni. Wazungu walianza kutembea na Biblia kuchukua makoloni karne ya 4. Unaona? Kwa hiyo wakaanza kusambaza dini, kwa hiyo ndio maana leo Wakristo ni wengi sana kuliko Waislamu. Waarabu walianza kutembea na Qurani kuchukua makoloni karne ya 7. Umeona? Kwa hiyo mwisho wa siku, lakini na sasa hivi japo Waislamu hawawezi kuzidi Wakristo kwa wingi kwa sababu Wakristo walianza kusambaziwa karne ya 4, lakini Waislamu wanazaliana sana kwa sababu wanaruhusiwa kuoa mke zaidi ya mmoja. Kwa hiyo nao wanatazamiwa kuja kuwa wengi sana ifikapo mwaka 2050. Wanatazamiwa Uislamu dini yao itakuja kuwa na waumini wengi zaidi kwa sababu ya kuzaliana sana. Hizi dini mbili zilianza kusambaziwa pale Mashariki ya Kati. Kwa hiyo sasa hivi kila kinachotokea pale Mashariki ya Kati watu huwa wanakihukumu kidini zaidi kuliko kukihukumu kwa njia ya kawaida, sasa katika mambo ya siasa. Lakini watu wanatakiwa kufahamu kwamba katika siasa huwa hakuna dini. Hao wanasiasa huwa wanaitumia dini ili kutawala. Hata hivyo vitabu, labda wale manabii na mitume ndio walikuwa na nia nzuri, lakini wale wanasiasa waliovishika hivyo vitabu baada ya wale manabii na mitume kufa, hao wanasiasa waliovishika hivyo vitabu walikuwa hakuna cha kueneza dini, ila walikuwa tu wanataka kubeba makoloni kwa kutumia hivyo vitabu. Kwa sababu kabla ya Ukristo na Uislamu kuanza kuenezwa duniani kote, hiyo karne ya 4 na karne ya 7, hizi dini za kale zilikuwa zinasimama na himaya. Hizi dini nyingine zilikuwa kila himaya inasimama na dini yake. Ndio maana tunaambia kuna dini zaidi ya 1000 kwa sababu himaya za zamani zote zilikuwa zinasimama na dini na kuwa rahisi kuwa control watu. Kwa hiyo karne ya 4 himaya ya Roma nayo ikaona isimame na dini ya Kikristo. Alafu karne ya 7 Waarabu nao wakaanza kusimamisha himaya zao, wakaanza kuzisimamisha na dini ya Kiislamu. Kwa hiyo hivi ndivyo ikawa hivyo. Sasa leo zimekuwa maarufu sana hizi mbili. Sasa kama nilivyosema, ukiona vita pale Mashariki ya Kati, watu wanaiamua kidini zaidi. Umeona? Lakini kinachokera zaidi sasa, Wakristo wao huwa hawataki kuelewa. Yaani ukisema sasa hivi kwamba Israeli wanakosea, wamechukua ardhi ya Palestina, wanaua wa Palestina, wanatuhumiwa kufanya mauaji ya kimbari, Wakristo wanakujia juu, wanakuambia wewe amelaaniwa atakayelaani Israeli, wewe kwa nini uipendi Israeli, wewe Mkristo gani uipendi Israeli? Hapa hamna mambo ya dini. Umeona? Hapa tunaangalia sheria za kimataifa, lakini pia tunaangalia na haki, ubinadamu. Umeona? Hivyo ndio vitu tunavyoviangalia. Nani kavunja sheria za kimataifa? Israel kavunja sheria za kimataifa. Kwa hiyo Palestina wanachofanyiwa, wanavunjiwa haki za binadamu. Umeona? Kwa hivyo ndio tunavyoviangalia, lakini watu watakwambia wewe usiseme Israeli. Kwa Israeli kila inachokosea wanavunja sheria za kimataifa, wanakiuka haki za binadamu, lakini Wakristo hawataki uiseme Israeli. Lakini ukiangalia upande mwingine wa Uislamu, sera mbovu za Saudi Arabia ambako ndo kuna eneo lao takatifu Maka na Madina, ukisema Saudi Arabia vibaya hawana neno, wanakuunga mkono. Tena wenyewe wanakuambia yani ile himaya ile sisi tunatamani ivunjike sisi. Umeona? Wanakuambia kweli kabisa. Yani sasa kwa nini Wakristo wao hawataki Israeli isemwe vibaya, wakati Waislamu ukiisema vibaya Saudi Arabia hawanuni, tena ndo wanafurahia, wanakuunga mkono? Kwa sababu gani? Kiongozi wa Saudi Arabia Prince Mohammed bin Salman, Waislamu wengi wanamkandia kweli kweli, lakini Benjamin Netanyahu Wakristo wengi wanamuona kama nabii. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya propaganda za wazungu duniani kote.
Kama nilivyosema, dini ya Kikristo ina waumini wengi sana kuliko dini zote duniani. Hii dini kama nilivyosema na yenyewe ilienezwa kwa ukoloni, kupitia ukoloni. Sasa kipindi wazungu wanatembea kuchukua makoloni na Biblia mkononi, pia walikuwa wanatembea na vyombo vyao vya habari. Kwa leo hii maeneo yote walioyatawala, vyombo vyao vya habari ndio vimekuwa vikubwa. Kwa hiyo tunasikia vyombo vyao vya habari zaidi kuliko vyombo vingine vya habari vya mataifa ambao hajatutawala. Mfano, vyombo vya habari vya Warusi hatuvisikii sana, vyombo vya habari vya Wachina hatuvisikii sana. Wote hao hawajatutawala, Wahindi hawajatutawala, lakini vya hao watu wa magharibi waliotutawala na mshirika wao Marekani tunavisikia sana. Sasa chochote utakachokieneza kupitia vyombo vyao vya habari lazima kienee sana katika akili za watu. Wakisema tunatengeneza propaganda juu ya kuilinda Israeli katika akili za Wakristo duniani kote, hiyo propaganda lazima itaenea sana. Umeona, kwa Wakristo wote. Wakisema product zetu za viwanda vyetu tunazipromote, basi product zao za viwanda vyao zitaenea sana. Ndio maana leo hii mnaona magari ambao yanapendwa sana duniani ni kutoka kwao. Sio kwa sababu wana magari bora, ila ni kwa sababu wanayapromote sana katika vyombo vyao vya habari ambavyo ndio vimesambaa sana katika mataifa yetu yote, kwa sababu kote huko walifanikiwa kuchukua makoloni. Kwa hiyo wale wakitengeneza hata kitu ambacho hakieleweki, yani wakitengeneza hata kitu cha hovyo hovyo, kitaonekana cha maana kwa sababu ya vyombo vyao vya habari vimesambaa maeneo yetu wote kwa sababu ya ukoloni. Unaona? Kwa hiyo kupitia hilo, kupitia nguvu yao ya media, wakaweza kucontrol akili za Wakristo wengi. Kwa leo hii wamewaaminisha Wakristo kwamba ukikosoa Israeli utalaaniwa. Sijawahi kumuona huyo Mungu ambaye ananitaka mimi eti kwamba Israeli akifanya mauaji ya kimbari kwa watu wasio na hatia eti nisimkosoe, eti nitalaaniwa. Hebu nilaanike tu, lakini nitamkosoa. Umeona? Kwa unaona huu ni ujinga ambao Wakristo wengi wamelishwa na wametiwa uoga kiasi kwamba hata kitu kikiwa kibaya unaambiwa wakosoe. Jana ilitembea video mwanajeshi wa Israeli anavunja sanamu la kanisani. Kama angevunja mwanamgambo wa Hezbollah au Hamas, Wakristo wangeandamana, wangeanza kusema mnaona magaidi wanakosa dini yetu, wamevunja masanamu. Lakini kavunja mwanajeshi wa Israeli. Wakristo wengi wa Afrika kwenye comment wanakwambia sawa, tuacha avunje tu, kwa sababu hata hivyo masanamu sisi hayaruhusiwi. Kwanza lile sio sanamu la Yesu, acha tu avunje. Yani Israeli akifanya chochote kile, wao huwa wanamsupport, wanatafuta kisingizio. Lakini angevunja lile wanajua ndio masanamu yale hayatakiwi, hata kwenye Biblia imeandikwa usiabudu sanamu, usiweke masanamu, wanajua. Lakini kama angevunja Muislamu lile sanamu, wangeandamana. Angevunja mwanamgambo wa Hezbollah au Hamas, wangeandamana. Lakini kavunja wa Israeli, wanakuambia sawa tu alivyovunja, kwa sababu masanamu hayatakiwi. Kama hayatakiwi, mbona huwa ameyavunja huko makanisani? Mbona mnaendaga mnayapigia magoti? Kwa hapo unaona ni kwa sababu kafanya Israeli, basi ile wanahalalisha, wanaipiga msasa ionekane ni sahihi. Sasa hiki ni kitu ambacho sio kizuri. Yani kuweka udini katika haya mambo ya siasa inakuwa haileti mantiki. Watu mnaacha kufikiria kwa kutumia akili huru, mnafikiria kwa kutumia hisia, na hapo mnazidi kukandamizwa na kupelekeshwa na hawa mataifa makubwa. Iran dhehebu lao ni Shia na Waislamu wengi wako Sunni, hawako Shia. Shia wako wachache hapa duniani. Iran ndio dhehebu lao. Nafikiri Iran ndio kwenye washia wengi. Sasa kwa namna ambavyo wamekuwa wakibishana Sunni na Shia katika mambo yao ya ibada huko katika dini yao, ni watu ambao wanabishana mpaka saa zingine wanapigana na kupigana mapanga, na zamani walikuwa wanauana. Umeona? Hivi ndivyo jinsi ambavyo wanatofautiana. Lakini linapofika swala la haki, unaona Waislamu hawaangalia habari za Sunni, hawaangalia habari za Shia. Waislamu wanasimama na Iran kwa sababu ya haki tu. Maana yake ni kwamba wanatumia akili yao iliyo huru kung'amua haya mambo pasipo kuweka hisia za udhehebu. Umeona? Kwamba sijui tu wakande wale, maana hapa ingekuwa Wakristo ndo Shia au Wakristo ndo Sunni, basi ile Shia Iran yule angekoma. Hata kama ni Mkristo mwenzao, wangemgeuka wakae upande wa Israeli. Umeona? Lakini Waislamu wengi duniani, raia wa kawaida, wanakasirika viongozi wao wa Kisuni pale Saudi Arabia kwa nini wako upande wa Israeli anayovunja haki na sheria za kimataifa, na wanaungana na mshia Iran hata kama wametofautiana naye dhehebu. Hao sasa ndio nasema akili zao zinafanya kazi na sio kwamba wanapelekeshwa na hisia. Mimi ni Robin Rachel kutoka Robin Media.